Mheshimiwa mgeni rasmi, Mahakama ya Tanzania inaendelea na mkakati wa kutumia teknolojia ya habari na mawasiliano yani TEHAMA katika kusikiliza mashauri. Malengo makubwa ya mkakati huu ni kupunguza muda na gharama za uendeshaji wa mashauri pamoja na kuongeza ufanisi na uwazi katika mchakato mzima wa upatikanaji wa haki nchini. Mheshimiwa mgeni rasmi, moja ya maeneo hayo ni matumizi ya mahakama mtandao katika kusikiliza mashauri. Mheshimiwa mgeni rasmi, vifaa vitakavyokabidhiwa leo ni mwendelezo wa juhudi zinazofanywa mahakama na serikali ya Tanzania kwa ujumla katika kuboresha eneo zima la utoaji haki nchini. Vifaa hivi vitawezesha mahabusi na wafungwa kuhudhuria mahakamani kwa tarehe zao walizopangiwa kwa njia ya mtandao, kuandaliwa nyaraka za rufaa na nyaraka nyingine muhimu na kuwezesha pia kuzituma mahakamani kwa njia ya mtandao. Mahakamani kule sisi tuna vifaa vya kutosha. Laptop zipo. Hakimu wanaweza kaa hata mahakimu 5 wakakaa majaji 3 wakati mmoja kusikiliza kesi. Lakini changamoto ilikuwa upande wa wenzetu magereza. Unakuta labda na laptop moja au na laptop 2. Kwa hiyo sasa hivi tukiwa na laptop za kutosha, maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba mahakamani kule sio lazima wafungwa waje mahakamani au watuhumiwa waje mahakamani. Jaji hata majaji 3 wanaweza kaa wakati mmoja na huku wakakaa wafungwa 3 kesi tofauti. Kwa hiyo kesi unasikiliza kwa wakati mmoja. Na sisi kanda yetu hii ya Tabora tuna gereza takriban 6. Kwa hiyo badala ya kumtoa Kaliua, badala ya kumtoa Igunga aje mahakamani, sasa ataweza kukaa kule kule na ataweza kusikiliza kesi kule kule na nakala ya hukumu itatolewa. Kwa hiyo njia mojawapo ya kutatua kero hiyo ni kupata vifaa ambavyo vinaweza kufanya kazi kwa urahisi, lakini pia kwa muda mfupi, na kupunguza pia gharama ya kuwatoa wafungwa labda hapa kuwapeleka mahala fulani. Inawezekana wanatolewa Nzega wanaletwa hapa Mahakama Kuu, wanatolewa Igunga, Kaliua, Uyui, whatever. Yote hayo wewe ukaona kwamba hii ndio kati ya kero ambazo wanasema kuna mlundikano wa mahabusu wanaoendelea kutarajia kusikilizwa au kuendeshwa kesi zao mbalimbali. Kwa njia mojawapo ya kutatua kero hiyo ni kupata vifaa ambavyo vitarahisisha mwenendo mzima wa usikilizaji wa kesi za namna hiyo. Basi nikasema mimi kwangu hilo sio tatizo, na niendelee kukusihi Mheshimiwa Jaji, lakini na viongozi, mkuu wa magereza, tuendelee kushirikiana. Mimi ukiniletea changamoto ya namna hiyo, yani iwe inanishinda hiyo changamoto, sijui hasa iweje, labda kujenga gereza kubwa kama hili, lakini zingine ndogo ndogo hizi sidhani. Kwa hiyo isifikie hapa tu Mheshimiwa Jaji. Sisi tupo katika utendaji wa kazi wa kila siku. Usikumbane na changamoto. Sisi kama serikali tunatakiwa tuiwezeshe mahakama iweze kufanya kazi zake kwa ufanisi na iweze kutoa haki kama chombo cha kutoa haki. Lakini anayetakiwa kuifacilitate mahakama ifanye kazi zake kwa ufanisi ni serikali. Kwa wala usikwame na usirudi nyuma. Kama kuna jambo ambalo unafikiri serikali tunatakiwa tufanye ili shughuli zako na chombo chako cha mahakama kiweze kwenda na kufanya kazi, basi wewe nijulishe, immediately tutatatua changamoto hiyo. Sisi tunakupongeza sana kwa kazi hii kubwa na muhimu ya kuona kwamba ni muhimu kukabidhi vifaa hivi kama ambavyo tumesikia ni kasha mtandao, vifaa ambavyo vitakwenda kusaidia katika utekelezaji wa shughuli za mahakama, lakini na muhimili huu ambao tuko hapa. Sababu vifaa hivi kama tunavyojua sasa hivi shughuli zote zimehamia katika masuala mazima ya mtandao. Kwa hivyo bila kuwa na vifaa wezeshi inawezekana kazi kwa ufanisi. Lakini kutokana na vifaa ambavyo utakwenda kuvikabidhi leo, tunaamini kwamba kazi itakwenda kufanyika vizuri, kwa haraka na kwa weledi mkubwa. Kwa hivyo binafsi mimi nakupongeza sana kwa kuona changamoto hii na kuona ni muhimu kuitatua. Wakati tukiwa ndani tumesikia kuna changamoto ya magodoro takriban 168 na tayari Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa ameshaitolea majibu changamoto hiyo. Kwa hiyo mimi pia ninakupongeza na tunashukuru kwa hiyo hatua ya utatuzi wa changamoto ambayo umeifanya.